Halafu jamani, kila siku sisi tuwaambia manasara hii idi mnaosherekea ya kuzaliwa kwa Isa hakuna katika Biblia. Simwambia hivyo, kwani hawasimami wale wanaoshindana na wao wakawaambia kuwa hili jambo haliko, bali hii ni sikukuu ya kipagani? Si hayo maneno wasema hivi? Ni waulizeni hawa makhurafi wakisimamiwa na manasara wa Kristo wakawaambia mbona na nyinyi mwasherehekea mazazi ya mtume wenu sallallahu alaihi wasallam, wakati hadiko hilo jambo la katika Qur'an wala katika Sunna? Wataweza kujibu? Sasa nawaambia hivi, hili jambo lishafanyika. Kuna yule bwana aitwa Mazinge, mkhurafi pia, iko clip kwenye YouTube, ameketiwa na pasta pale, amwambia nithibitishie kusherehekea mazazi ya mtume wenu katika kitabu cha Allah, hiyo Qur'an, thibitishie. Jamaa akataka kuleta falsafa zao zile wanazodanganya nao wale awam al-khurafiyin. Jamaa mwambia huja njibu bado, niletea andiko ilotaja. Wallahi hakuleta. Mwisho akaanza tukianzia na hivyo sisi itakuwa tabu jamaa, itakuwa tabu. Akaanza kuviringa huku wallahi hakuweza kumjibu, hakuweza kumjibu, sababu hakuna kweli katika dini. Mpaka mwisho ile pastor, kama sikukosea ni kitambo, mmeona alikuwa akimwambia ukiniletea hilo mimi nasilimu. Ukiniletea katika Qur'an kuna sehemu mmeamrishwa kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ambia mazazi ya mtume wenu, ukiniletea mimi nasilimu. Kama vile Christmas sisi tunasherehekea, hamna na hii yenu pia hamna. Fabuhita ar-rajul, akashindwa kujibu, na klipu iko, naenda mkaitafuta mtaiona. Jamaa wasema amenyamazishwa, akashindwa kutoa hoja. Kwa msionyoshe vidole manasara, na nyinyi mmefanana na wao katika hili, mmejifananisha na wao, na ndio maana hamna hoja wao wakiwasimamishia hoja dhidi yenu, kama vile nyinyi mnavyowasimamishia wao hoja kuambia kuwa hakuna Krismasi katika Biblia, na hili pia hakuna. Kwa hili jambo hakuna katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala haliingii katika hii qaida, sababu hadithi yasema wasakata an ashya, si an ibadat. Ibada, mtume sallallahu alaihi wasallam hakunyamaza kutufichia ibada inayotukaribisha kwa Allah, asituambie. Na tulitaja hapa hadithi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka wazi kuwa hakuna jambo lolote linalokaribisheni nyinyi na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa nimewafundisha, innahu laysa shay'un yuqarribukum min aljannati wa yubaidukum min an-nar illa qad amartukum bihi. Hakuna chochote kile kisheni nyinyi na pepo na kuwaweka mbali na moto isipokuwa nimewaamrisheni. Haya maneno nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha aje mtu asema leo kumenyamaziwa maulidi. Hatukunyamaziwa hata adabu za kwenda chooni. Tumefundishwa adabu za kulala, mpaka namna Muislamu anavyotakana kulala pia amfundishwa, ila maulidi tu insauliwa, haikutajwa. Akili kichwani mwako, ili jambo hamna katika dini ya Allah. Na nataka tuelewane kitu kimoja, enyi makhurafi, mzozo wetu si masala ya kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, la, bali mtume sallallahu alaihi wasallam atakikana asifiwe kwa sifa zake, kwa mipaka ya kisheria, bila ya kupita mipaka. Asifiwe sana, hilo hakuna mtu amelikataa. Hakuna aliyekukataza kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mswalie maelfu ya mara kila siku, ndivyo inavyotakikana, ukithirishe kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mzozo hauko hapo, msiwadanganye wafuasi wenu. Au nyinyi mwadanganya wafuasi wenu kule, wale wataka sisi tumpenda. Mzozo hauko katika kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni msingi katika dini yetu. Usipompenda mtume sallallahu alaihi wasallam utatoka katika Uislamu. Mzozo wetu hauko hapo kabisa, msiwadanganye watu.
sababu nyinyi huwa mwadanganya watu kwa khitab atifi, mwagusa hisia za watu, kama ambaye mmekatazwa kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, mmekatazwa kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, mmekatazwa kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi zote ni ibada, weka kuzungumzia hizi, sababu sote tuzifanye ibada hizo. Tumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kila tukimtaja, tuamrisha watu na kuwahimiza kukithirisha kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, tumpenda sana mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko kitu chochote katika vitu vya dunia. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumtanguliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mahaba. Kadhalika tumsifu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na kueleza tabia zake nzuri na mambo mazuri aliyotuamrisha na kutuelekeza. Shida yetu iko nyinyi kuzua idi mpya hii ya kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndio tunapokosania hapa. Wacheni hiyo bid'a. Kwa hii shubha imeanguka ya kuwa maulidi ni katika vitu vilivyonyamaziwa. Kwa hivyo kumenyamaziwa mbaazi, kumenyamaziwa kabeji, kumenyamaziwa mchicha, kula hukatazwa, na kunde kula mpaka uje gesi, hakuna mtu kukataza. Shauri yako, kula hukatazwa. Je, ninio sukuma wiki kula? Basi nilikuwa nataka kuongeza ibada.